Habari za jioni. Napenda niseme na ninyi ndugu zangu wote popote pale mlipo. Nina jambo nyeti na muhimu sana kwa watumishi wote ambao wanamcha Mungu, wale wanaosafiri kwenda mbinguni. Kuna mambo mawili ambayo ni muhimu uyajue. Jambo la kwanza, yeyote anayetaka unyenyekevu, kusikia sauti ya Mungu, awe mnyenyekevu, mtiifu kwa Mungu, anatakiwa awe kama Yesu alivyokuwa. Nikisema hivi namaanisha kwamba Yesu hakuja kwa ajili ya siasa. Yesu hakuja kwa ajili ya chama cha aina yoyote. Aliwakuta Warumi wakitawala, Warumi wakatili. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu anataka tufanane na yeye, tuwe kama yeye alivyo. Kwa hiyo basi, Mkristo yeyote anayejihusisha na mambo ya siasa, Mkristo yeyote anayejihusisha na mambo ya siasa hawezi kuingia mbinguni. Yesu anataka wanafunzi wake wafanane na yeye tabia, wawe kama yeye alivyo, mpole na mnyenyekevu. Alikuja kwa niaba ya Baba yake Mungu, na hivyo baada ya kuja aliteseka, alikufa kwa ajili yetu sisi wanadamu. Kwa yeyote anayetaka kumfuata, jikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake siku zote, kamfuate Yesu Kristo. Hatutakiwi kuwa wanasiasa kwa sasa, bali tuutangaze ufalme wa Mungu na haki yake. Tunapokuwa wanafunzi wa Yesu, tutatangaza juu ya ile mbingu inayokuja. Tunatangaza juu ya ufalme wa Yesu unaokuja. Hatuwezi kujihusisha katika masuala ya siasa ambayo yamepelekea mamilioni ya watu duniani kufa kwa sababu ya tamaa za mali. Kwa hiyo kila mmoja achukue hatua ya kubana upande wa Yesu Kristo peke yake. Ulimwengu mzima, nazungumza na kila mtu anayenisikia. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habadiliki, na tunatakiwa tuchukue taswira hii kwa kufanana na yeye na kufuata ukweli ambao ametuachia baada ya kufufuka kwake. Sisi kama wanafunzi wake hatuhitaji kuingia katika mambo ya siasa. Siasa na dini ni vitu viwili tofauti. Yesu alizungumza akasema, huwezi kutumikia mabwana wawili. Waweza kumpenda huyu na kumchukia huyu, au kuambatana na huyu na kuachana na huyu. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi ambacho tunatakiwa tufanye ni kusubiri kile Yesu alichotuambia tukitende. Mambo ya siasa tuachane nayo, watu wa Mungu. Walio upande wa siasa washike siasa zao, lakini wale ambao ni viongozi wa dini, wanaongoza watu katika kutenda haki, washike upande wa dini, wasihusike katika masuala ya siasa. Siasa ni mtego, na lengo la shetani ni kuwatoa watu kwa Mungu. Wakristo, someni vitabu, mjiandae kwa ajili ya kile kinachoujilia ulimwengu hivi karibuni. Niliwaambia siku moja nikasema ya kwamba baada ya sensa ya dunia, kinachofuata sasa ni nini? Kinachofuata ni mfumo kwa njia ya kadi, watu kusajiliwa kwa njia ya kadi. Ufunuo 13:15 mpaka 18, utasoma hapo juu ya unabii huu. Baada ya kadi hizo, kinachofuata ni Sunday Law itakayotangazwa Amerika na kusambaa kwa dunia nzima. Kwa hiyo wale wanaoendelea kufanya uzembe na dunia hii, muda umeisha, na hivi karibuni ndivyo mtakavyoona usajili wa mara ya pili ukija wa kadi system, ambazo zitawafanya watu kuuza na kununua kwa kutumia kadi na huduma zingine zote. Kama huna kadi, hutaruhusiwa kuuza wala kununua wala kufanya jambo lolote. Wakristo, tusome vitabu, tujiandae kwa ajili ya kile kinachohujilia ulimwengu. Bwana wabariki sana.